Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kujipinga na neno lake, vinginevyo atakuhukumu vipi? Kwa Waislamu wao ndio hamna kabisa, wao hamna Roho Mtakatifu, kwa sababu kwa wasisi wa Kristo, kwa mujibu wa Biblia, tukisema Roho Mtakatifu tunaongelea habari ya nafsi ya tatu katika uungu. Sasa je, Waislamu wanaamini hicho? Hawaamini hicho. Hawaamini. Kuelekea kwenye mdahalo wetu wa tarehe 17 mwezi huu wa 5 mwaka 2025, nafikiri huu ndo mdahalo wa kwanza kabisa kati ya Waislamu na Wakristo kwa mwaka huu 2025. Tupo hapa bwana na Mwalimu Daniel Mwankemwa. Tutaongelea huo mdahalo, tutaongelea umuhimu wa mdahalo, tuongelee baadhi ya vitu ambavyo huwa tunaona vinaibuka katika midahalo. Mwalimu bwana, habari ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana. Karibu. Asante. Na sikia kwanza kuna mdahalo, nataka uliongelee kwanza hili la mdahalo ambao unafanyika tarehe 17 kwanza. Tuangalie. Watu wanasema midahalo ni mashindano tu ya kidini, hayana faida yoyote, hayana maana yoyote. Wanaofikiria hivyo wanakosea. Wanakosea kwa sababu kwa mimi nikisoma Biblia inaongea habari ya kuwajibu watu. Kuwajibu watu wenye maswali na wenye maswali ya kiimani, wakituuliza habari ya tumaini tulilonalo katika Yesu Kristo. Sio kama naweza nikasoma kwenye Biblia. Ni vizuri nikasoma kwenye Biblia ili nithibitishe hicho ninachokisema. Kitabu cha Petro wa kwanza ile sura ya 3, tukianzia ule mstari wa 15. Biblia inasema mstari wa 15 anasema, mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu. Kwa hiyo uzuri ni kwamba baina ya imani hizi mbili, kwa maana imani ya Kiislamu na imani ya Kikristo, imani ya Kikristo ndio ilitangulia. Kwa hiyo imani ya Kiislamu ndio ilikuja baadaye. Sasa tayari Biblia inasema tuwe tayari kumjibu kila tuulizaye habari ya tumaini tulilonalo. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu Uislamu ulikuja baadaye na wanataka kutuuliza tumaini tulilonalo katika Yesu Kristo, ndio maana tuko tayari. Tuko tayari. Kwa maneno mengine, yani maana yake Biblia ni jibu, Qur'ani na Uislamu ni swali. Kwa hiyo Biblia ilitangulia kutoa majibu, lakini hatukujua kwa nini Biblia ilianza kutoa majibu. Ilipokuja Qur'ani na Uislamu kuleta maswali, ndipo tukajua kwamba kwa nini Biblia ilisema muwe tayari kumjibu kila mtu, kwa sababu yametangulia majibu alafu ndipo yakaja maswali. Tunatarajia kabisa siku zote huwa yanatangulia maswali alafu yale maswali yanatafutiwa majibu, ndipo majibu yanakuja baadaye. Lakini baina ya imani hizi mbili, imani ya Kikristo na ya Uislamu ni tofauti. Yalitangulia majibu ndipo yamekuja maswali. Mwalimu Mwankemwa, hapa mnapoenda kufanya midahalo ni nini? Kwamba mnaenda kutetea dini yenu au hasa ni nini mnachoenda kukifanya? Kama umefuatilia nilivyosoma kwenye Biblia, Biblia imesema muwe tayari kumjibu kila mtu awaulizaye. Mathalan, mada walioleta Waislamu katika mdahalo wa Jumamosi tarehe 17, wanasema manabii wote waliotangulia walikuwa Waislamu. Umeona hicho kitu? Kwa hiyo ni kama wanatuuliza kwamba kama manabii wote waliotangulia walikuwa Waislamu, kwa nini nyinyi kina Danieli ni Wakristo? Umeona, hilo ni swali. Kwa hapo kwa manabii waliotangulia unamaanisha manabii waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad au kabla ya Yesu? Kabla ya Muhammad. Kwa sababu hata Yesu anasema alikuwa Muislamu. Kwa hiyo ndio maana ni kama wanajiuliza kwa nini sisi kina Danieli ni Wakristo badala ya kuwa Waislamu kama wale ambao wao wanadhani walikuwa Waislamu. Kwa hiyo hii ndio sababu tunakwenda kuwafundisha, tunakwenda kuwajibu. Mimi nikiwauliza Waislamu kwa nini wanafanya majadiliano, wanasema wanataka kuwaokoa katika njia ambayo umepotea ili mwisho wa siku mje kwenda peponi. Pepo ile ambayo Waislamu wanaidiwa kwa mwanadamu ambaye atakuwa ni Muislamu swafi, mwisho wa siku ataenda kuwa peponi. Nyinyi mnapofanya hivyo mna lengo lolote na wao, au na nyinyi mnaona kwamba wamepotea, au nyinyi mnataka muwaelezee ili wao wafafanulie zaidi mwisho wa siku na nyinyi mwe Waislamu? Asante. Mwisho wa siku wanaposema wanatuita kwenye midahalo ili kutufundisha sisi au kutuelekeza tuufuate Uislamu, ukikuta Muislamu anafanya hivyo, anakosea, anakwenda kinyume na Uislamu. Nimesoma kutoka hapa ndani ya Biblia, Petro wa kwanza sura 3 mstari wa 15. Lakini ukienda kuiuliza Qur'ani iliyokuja baadaye, inamwambia Muislamu huyu na wewe Muislamu naye nisikiliza, kwamba fanya yoyote utakayofanya katika imani yako, lakini lazima kuna mahali utakwama kutokujua. Na ukikwama kutokujua, sura ya 10 aya 94,
ndio inasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yaani wewe Muislamu kikwama katika masuala ya imani, waulize wale wanaojua, kwa sababu nyinyi hamjui. Sasa hawa wanaojua ni kina nani? Wayahudi na Wakristo. Mimi ni Mkristo. Kwa hiyo Muislamu anaposema ananiita mimi kwenye mdahalo kwa lengo la kwamba eti akanisaidia nikabadilishe imani, nikaokoke, ni kwamba hajui. Yeye Qur'ani imemwambia nenda kawaulize Wakristo. Na kwa Wakristo Biblia Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15 nayo imesema muwe tayari kumjibu kila mtu. Yaani ni kama Qur'ani inasema nyinyi nenda kwa Wakristo wale kawaulize. Alafu Biblia inasema wewe unamwona Muislamu huyu anakuja kuuliza, uwe tayari kujibu swali atakalokuuliza. Ndicho tunachokwenda kufanya. Lakini mwisho wa siku tunataka wote tufikie kwenye kuijua kweli. Na kweli ni nani? Yohana sura 18 mstari wa 6. Yesu anasema mimi ndimi njia na kweli na uzima. Sasa duniani haziko kweli mbili. Kweli ni moja tu, na kweli ni Yesu Kristo. Okay. Lengo ni kwamba waweze kuifikia kweli wakamjue Yesu Kristo. Kwa hiyo wakisema tunaita mdahalo kwa sababu Qur'ani imesema waite watu ujadiliane nao. Qur'ani haijasema tuwaite watu ujadiliane nao wawe Waislamu. Yaani kwamba tunajadiliana sawa. Wakishajua ukweli, njia ni moja tu. Qur'ani 43:61. Kwamba na kwa hakika yeye Isa ndio alama ya kiyama. Hii ndio njia iliyonyoka. Kwa hiyo njia iliyonyoka ni Yesu Kristo. Tena yeye ndio alama ya kiyama. Na Waislamu wanaamini kuna kiyama. Mwenyeji wao ni nani kama sio Yesu? Kwa hiyo moja ya jambo ambalo tunakwenda kuongea nao ni kuwajulisha, ndugu, ukiwa katika maisha haya, wewe ni mwenye dhambi. Yupo Yesu Mwokozi. Lakini hata ukifa katika Yesu Kristo, yeye anakuwa mwenyeji wako huko ahera. Okay. Hicho ndio tunachokwenda kwa. Mdahalo wetu unafanyika tarehe 17. Tuna vitabu vikuu vinavyotumikaga viwili, Qur'ani na Biblia, lakini tuna hadithi za mtume, lakini vile vile kunakuwa na vitabu vingine vile vya usaidizi ambavyo watu wamekuja kuvifafanua zaidi huwa vinatumika. Lakini Wakristo kuna kitu kimoja ambacho nyinyi wao mnaongeza katika vitu. Kuna kitu mnaongezeka katika mafundisho, kuna kitu kinaitwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Je, tutegemee katika majadiliano hayo uvuvio utatumika, kwamba kuna mtu atafika hapa anasema sisomi Biblia, sisomi Qur'ani, sisomi hadithi, nina kitu ambacho nimefunuliwa, nataka hiki ndo nikiseme kitongoze katika huu mdahalo? Jambo la namna hiyo hakuna. Okay. Kwa sababu utakaloongeza lazima litoke either kwenye Qur'ani au kwenye Biblia au kwenye vitabu sahihi vya Kiislamu. Ndio. Okay. Kwa hiyo ukisema utaongeza la kwako, kwanza naamini hata kiongozi wa huo mdahalo anaweza kukusimamisha. Lakini tunakuwa umevuviwa. Sasa hakuna uvuvio wa namna hiyo. Okay. Hakuna uvuvio wa namna hiyo. Sawa. Kuna kitu kingine ambacho vile vile Waislamu huo wanasema, na watu wengine ambao labda sio wasomi sana wa Biblia wao wanasema hili swala, au labda sio Wakristo sana huwa wanasema hili swala, kwamba viongozi wa dini, yani wale ambao mnakuwa walimu wa dini ya Kikristo au wachungaji wa kiroho, huwa mna kitu kingine mnachotumia katika kujimilikisha Biblia, maandiko yaonekane ni ya kwenu nyinyi tu, sio watu wanaojua labda kusoma na kuelewa na kufafanua mambo. Kuna kitu mnasemaga hiki hapa, ili uelewe Biblia inatakiwa uwe na Roho Mtakatifu. Nyinyi mnataka mkajadiliane na Waislamu, wakati huo mnadai kwamba Waislamu hawana Roho Mtakatifu. Nataka tuongelee kidogo kuhusiana na hili la Roho Mtakatifu. Je, sasa mnaona kweli ni sawa kwamba hiyo Biblia inaeleweka kwa watu wenye Roho Mtakatifu peke yao? Waislamu sasa hata mkiwasomea wataielewa kweli kama mnaonaga hawana Roho Mtakatifu? Na watu wengine ambao watakuwa wanasikiliza wanaelewa kweli kama hawana Roho Mtakatifu, na Biblia mnasema ili uelewe lazima uwe na Roho Mtakatifu? Asante sana kwa swali zuri na la ufahamu. Kuna vitu watu wanachanganya. Hata hii Biblia tunayoisoma leo, aliyeileta ni Roho Mtakatifu. Kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza, au nisome? Okay. Kwa mujibu wa kitabu cha Petro wa kwanza, ile sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 20, kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hata huyu anayesema, akisema habari ya uvuvio, ni kwamba lazima huo uvuvio uendane na Roho Mtakatifu jinsi alivyolileta neno, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kujipinga. Na ikitokea sasa akatokea mtu akaongea neno lake
ambalo Roho Mtakatifu hajalisema, ndio maana utakuta kutokukubaliana kunatokea. Kwa sababu mimi ninachofahamu, ukiongea neno la Mungu lilivyo ndani ya Biblia bila kuliongezea nakshi zako zisizotokana na Roho Mtakatifu, utakapolitamka, umati wote wanaokusikiliza ndani ya mioyo yao watasema naam. Kwa nini? Kwa sababu ulichokisema ndicho ambacho na Roho Mtakatifu alikikusudia. Mathalan, Roho Mtakatifu ndio anayewafunulia wanadamu kwamba omba msamaha kwa sababu wewe ni mtenda dhambi. Kwa hiyo ukikuta watu wanakuja kutubu dhambi, ni kwa sababu Roho Mtakatifu amewaongoza. Japo kulikuwa na mhubiri, lakini aliyemfanya mpaka yule mtu anyanyuke pale ni nani? Au asimame au kukiri kwamba kweli mimi ninahitaji kutubu leo, ni kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa shida inakuja pale ambapo mtu anaweza kaleta mafunuo ambayo hayatokani na neno la Mungu. Ndio maana katika kila unabii tunasema lazima unabii upimwe na neno la Mungu. Yaani neno la Mungu ndio dipstick ya kujua kwamba ulichosema ni kweli au sio kweli. Kwa hiyo mtu akisema analeta tu mafunuo, sawa, hebu tuyasikilize mafunuo yako. Ukiyatamka unakuta yako kinyume na neno la Mungu. Huwezi ukasema hayo ni mafunuo ya neno la Mungu. Haiwezekani. Kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kujipinga na neno lake. Vinginevyo atakuhukumu vipi? Yaani kama alileta neno lina maana nyingine, alafu hapo akuambie maana nyingine, hawezi kujipinga namna hiyo. Okay. Yeah. Okay. Sasa kwa Waislamu wao ndio hamna kabisa. Wao hamna Roho Mtakatifu kwa sababu sisi wa Kristo kwa mujibu wa Biblia, tukisema Roho Mtakatifu tunaongelea habari ya nafsi ya tatu katika uungu. Okay. Ambapo tuna nafsi ya Baba, tuna nafsi ya Mwana na nafsi ya Roho Mtakatifu katika ule uungu. Yeah. Sasa je, Waislamu wanaamini hicho? Hawaamini hicho. Hawaamini. Yeah. Kwa mfano hapa nina Qur'ani hii hapa. Yeah. Sikiliza, Roho Mtakatifu ni nani? Yeah. Kwa mujibu wa ukisoma ufafanuzi wa Qur'ani sura ya 2 ile aya ya 87. Anasema hivi: kwa Waislamu Roho Mtakatifu ni malaika Jibrili, si yule wanayedai wa Kristo kuwa ni mmoja wa asili ya utatu, yani Trinity. Okay. Sasa si umeona hapa? Yeah. Kumbe kwa Waislamu wakisema Roho Mtakatifu wamemkusudia malaika Jibrili. Je, sisi wa Kristo tukisema Roho Mtakatifu tunamkusudia malaika Jibrili? Jibu ni kwamba hapana. Kwa hiyo ukisikia Muislamu anaongea habari ya Roho Mtakatifu, kwa mujibu wa Qur'ani yao anaongea habari ya malaika Jibrili. Okay. Kwa hiyo kama ni ufunuo wataongelea kwamba kuna ufunuo, maana yake ni ufunuo wa Qur'ani ulioletwa na huyo malaika Jibrili, ambaye na hapa kwenye Qur'ani wanasema huyo Roho Mtakatifu kwa Waislamu sio yule ambaye Wakristo wanasema ni mmoja wa asili ya utatu, yani Trinity. Kwa hiyo ni tofauti kabisa. Kwa hiyo asije akatokea Muislamu yeyote mahali popote akatokeza kwenye vyombo kama hivi akajinada akasema hata sisi Waislamu tuna Roho Mtakatifu. Uongo. Roho Mtakatifu mlie naye ni malaika Jibrili, sio yule wa Wakristo ambaye ni wa asili ya utatu katika zile nafsi tatu za Mungu. Okay. Jana tu nimetoka kuongea na Mwalimu Bakozi ustadhi huyo, akawa anazungumzia kuhusiana na Ukristo na Roho Mtakatifu. Akasema Wakristo wao wanatumia hilo katika kujificha ili ionekane maandiko wanaweza kuyasoma wao tu na kuyafafanua wao, watu wengine hawawezi. Akatolea mfano hapa kwamba Wakristo wapo wengi sana. Wapo wa Sabato ambao nao ni Wakristo na wana Roho Mtakatifu, lakini wameambiwa Roho Mtakatifu wao kasema wasile nguruwe. Wapo Wakristo ambao wanasema hakuna utatu mtakatifu. Wapo Wakristo wanaosema hakuna utatu mtakatifu wakati wote wana Roho Mtakatifu. Je, hao Roho Mtakatifu wapo wangapi? Ina maana kila Wakristo na dhehebu lao wana Roho Mtakatifu wao anayewaongoza, au inakuwaje? Au kila mtu anakuwa na Roho Mtakatifu wa kwake ambaye yupo tofauti na Roho Mtakatifu mwingine? Narudi ndugu mtangazaji simulizi. Ndiyo. Nimekuambia Roho Mtakatifu kwenye kitabu cha Petro amesema hakuna mwanadamu anayetakiwa kutoa unabii wa kibinadamu isipokuwa ni ule uliotolewa na nani? Na Roho Mtakatifu. Sasa kitu ambacho au hilo swali ulilouliza watu wanachoshindwa kujua ni kwamba
katika utatu wa Mungu, yani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kila nafsi kuna wakati ambapo ilijitokeza zaidi kuliko nyingine kutokana na mahitaji ya wakati huo. Mathalan, katika uumbaji unaona nafsi ya Baba inaongoza zaidi. Sio kwamba zingine mbili hazipo, zipo na zinaendelea. Inafika kwenye ukombozi, unakuta nafsi ya Mwana inatokeza mbele. Lakini zile mbili ya Baba na Roho Mtakatifu zipo. Ile inatokeza zaidi ya nani? Ya Mwana. Kwa mfano siku Yesu anabatizwa, yani akiwa mwana, Roho Mtakatifu alishuka kwa umbile la njiwa. Baada ya hapo ikaja sauti. Yani kukuonyesha kwamba japo sasa hivi nafsi ya Mwana ndio iko mbele, lakini wote tunaelewa hicho kinachoendelea. Haya, Mwana kasurubiwa mpaka kapaa, kafufuka, kapaa, karudi mbinguni. Lakini Mwana kabla hajapaa mbinguni anawaambia watu, siwaachi peke yenu, nitaenda kuwatumia Roho Mtakatifu atakayekaa nanyi milele. Umeona? Kweli akaenda. Siku 50 tu tangu amepaa na siku 90 tu tangu amefufuka. Akaja nani? Akaja Roho Mtakatifu. Hiyo karne ya kwanza hiyo, na ambaye ndio tunaye mpaka leo. Umeona? Kwa hiyo sasa akitokea mtu ambaye hajui vipindi vya Biblia, kwamba hivi katika Biblia kilianza nini, kimefuata nini, na tunaenda kumalizia na nini, ndo huyu atakuwa na changanya. Mathalan, umeongea habari ya kula nyama ya nguruwe. Hiyo ni kwenye Mambo ya Walawi sura ya 11. Ule mstari wa sura ya 11 kuanzia aya ya kwanza mpaka karibu ya 14 pale. Wameanza wanyama mpaka ndege. Sasa ukianza usipojua jambo kwa sura hiyo, kwamba Mungu huwa anafanya kazi, kwa maana kwamba tulikuwa na Agano la Kale na sasa tunaingia kwenye Agano Jipya. Sasa mpito wa kutoka Agano la Kale kuja Agano Jipya, usipojua kwamba ulikuwaje, utapata shida sana. Nikupe mfano tu. Mtangulizi wa Yesu ambaye ndio mjumbe wa Agano Jipya anaitwa Yohana. Yohana Mbatizaji, mtoto wa mzee Zakaria. Je, unajua kwamba alikuwa anavaa singa za ngamia? Katika Marko sura ya kwanza mstari wa 6 inasema Yohana alikuwa anavaa singa za ngamia na kula nzige. Wakati kwenye Mambo ya Walawi sura ya 11 pamesema nguruwe na ngamia na sungura na baadhi ya wanyama hao na ndege, anasema msile nyama yake wala msiguse mizoga yao. Si imeandikwa hivyo? Sasa kama kwenye Mambo ya Walawi kwamba mzoga wa ngamia haukutakiwa hata kuguswa. Sasa Yohana mtoto wa kuhani Zakaria sio tu kwamba amegusa huo mzoga, ngozi yake ameivaa. Alafu Yesu alipokuja anasemaje? Hakuna katika uzao wa mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana. Swali, kwani wewe Yesu ulikuwa hujui kama anavaa singa za ngamia na ambazo kwenye Mambo ya Walawi umeambiwa usiguse mzoga wake wala usile nyama yake? Mbona unamsifia Yohana Mbatizaji aliyekuwa anavaa singa za ngamia? Inakuwaje Yesu? Sasa wale wanaojua Biblia wanajua hapa tuko kwenye kipindi cha mgeuko, transition. Kutoka Agano la Kale tunakuja kuingia kwenye Agano Jipya. Tunakwenda sawa mpaka? Haya, hilo la kwanza. La pili, kwenye nguruwe huyo katika katika Mathayo sura ya 8, bahati mbaya tumesema nisisome lakini maelezo yangu yanajitosheleza. Katika Mathayo sura ya 8 kuanzia mstari wa 28, Yesu alifika kwa Wagerasi. Katika nchi ya Wagerasi. Wagerasi hawakuwa Wayahudi. Alipofika kwa Wagerasi alimkuta mtu mmoja ana mapepo, yani ana majini, ambayo majini kwa leo tunawaita Waislamu. Kwa hiyo yule Mgerasi alikuwa na majini. Kwa sababu wakati huo majini yalikuwa bado hayajasilimu. Maana yalikuja kusilimu baadaye mtume wa Uislamu Muhammad alipokuja. Sasa Yesu amekutana na majini. Yale majini yakasema, "Tuna nini nawe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla muda wetu?" Yesu akasema, nimekuja kumsaidia huyu mwanadamu mnayemtesa nyinyi. Basi majini wakasema, "Basi ukituamuru tutoke, basi tuamuru tukawaingie wale nguruwe." Yesu akasema, "Tokeni." Kweli wale majini wakatoka, kutoka kwa Mgerasi wakamwacha huru, wakaenda kuwaingia nguruwe. Biblia inasema wale nguruwe walikuwa 2000. Ni karibu mafuso mangapi hapo karibu? Utapiga hesabu mwenyewe ndugu mtazamaji, piga hesabu nguruwe 2000
kwa bei tunayouziaga wa China leo. Wewe unafikiri hapo ni shilingi ngapi na ni fuso ngapi hapo? Au noa ngapi? Utapiga hesabu mwenyewe. Yote hii ni kwa ajili ya thamani ya mtu mmoja. Yaani Yesu alikuwa anakuonyesha kwamba wewe mtu mmoja una thamani mbele za Mungu kuliko hao nguruwe wangapi? 2,000. Na kwa sababu anasema nimekuja kuwafungua waliofungwa. Miongoni mwa waliokuwa wamefungwa na majini alikuwa ni yule Mgerasi. Sawa, sasa tunaongelea Yesu anawafungua hao watu kwenye nchi ya Wagerasi. Swali, wale nguruwe 2,000 walifugwa na nani? Kama kwenye Mambo ya Walawi sura ya 11 pamemwambia Myahudi usile nyama yake wala usiguse mzoga wake. Huku tunaongelea habari ya nguruwe 2,000. Maana yake nini mtangazaji wangu hapa? Maana yake waliopewa amri ya kugusa wala kufuga nguruwe walikuwa wana wa Israeli, Wayahudi, sio watu wa mataifa. Kwa sababu wangekuwa watu wa mataifa wamepewa, au Wagerasi wangepata wapi ujasiri wa kufuga nguruwe 2,000? Hicho ni sehemu ya pili. Unakuja sehemu ya tatu. Hicho kitabu cha Mambo ya Walawi kimeongea habari ya ndege hawa hamtawala, akiwemo na kunguru, kwamba hawa ni najisi. Lakini umewahi kujiuliza kwamba Elia wakati amemkimbia Yezebeli, alikwenda mlima Karmeli, ni ndege gani aliyempelekea Elia mkate na nyama? Kunguru. Ni kunguru. Sasa swali linakuja, huyu kunguru aliyempelekea Elia mkate na nyama alitumwa na nani? Alitumwa na Mungu. Alitumwa na Mungu. Kwa hiyo nirudi sasa kujibu swali lako. Akitokea mtu kipindi hiki cha Agano Jipya, anasema nyinyi wa Kristo, huyu Roho Mtakatifu kafunuayo maandiko, alafu kwa huyu amemwambia usile nyama ya nguruwe, wengine hawali, wengine wanakula. Swali la kwanza, wewe ni Myahudi? Sasa kama wewe ni Makonde mwenzangu, wewe Mnyakyusa, wewe sijui Mzaramo, unasema na wewe huli nyama ya nguruwe eti kwa sababu Biblia imesema, wewe ni Myahudi? Huko ni kulikosea neno la Mungu. Ni kutoa unabii kwa akili zako, tofauti na Roho Mtakatifu anavyotaka. Sasa baada ya Yesu kuja, nimekueleza habari ya Yohana Mbatizaji. Baadaye Yesu akaja. Alipokuja Yesu, watu wakamuuliza swali hilo hilo. Ukisoma ile Marko sura ya 7. Sura ya 7 mstari wa 19. Yesu alikuwa anaongelea juu ya kitu ambacho kinamtia mtu unajisi na kisichomtia mtu unajisi. Yesu akaanza kuwaambia, hivi nyinyi hivyo vyakula mnavyofikiri vinaweza kukutia unajisi, haviwezi kukutia unajisi. Kwa sababu kinachomtia unajisi mtu ni mawazo mabaya. Kwa sababu chakula hakiingii moyoni, kinaingia tumboni kisha kinapita kwenda chooni. Hayo ni maneno ya Yesu. Sasa mstari wa 19 ndio unasema, kwa kusema hivi alivitakasa vyakula vyote. Full stop. Ukija kwa Mtume Paulo ambaye huyu alikuwa Myahudi kindakindaki, kwenye Warumi ile sura ya 14 na mstari wa 14 anasema, nami nimehakikishiwa katika Bwana kwamba hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, ila kwake yeye yule anayekiona najisi, huyo kwake kitakuwa najisi. Lakini kama vilivyotakaswa na Bwana, kama kwako hicho kitu ni najisi, na wewe usikiite najisi kwa sababu mwingine anatumia. Naomba nikupe mfano. Miaka kama mingapi hivi nilikwenda Mozambiki. Wanatembelea sana ile nchi. Katika wilaya moja inaitwa Mweda. Nikafika sokoni, nikakuta makonokono, wanauza makonokono. Haya makonokono kabisa haya. Mengi. Mimi nikauliza, kwa nini nini? Wakasema hii mboga. Kwa Kireno wanasema karne. Nikasema mboga. Umeona? Sasa waliposema vile, haraka mimi kanijia andiko hili la Warumi 14:14 kwamba hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake. Kwa asili yake. Ila kwake yeye akikiona kiko najisi, basi huyo ni najisi. Na unajua kwa nini mimi naweza nikasema chakula kile ni najisi? Kumbe kama kwa Mungu sio najisi, kilichofanya nikiite kile najisi ni utamaduni wangu.
Yaani utamaduni wangu ndio umeniambia kile chakula ni najisi. Lakini utamaduni wa yule umemwambia kile sio najisi, ni chakula. Umeiona hapo? Kwa hiyo ndio maana hata Mungu wakati anampa kunguru mkate na nyama kwenda kumpelekea Elia kule mlima Karmeli. Ninajua kabisa kwamba Mungu alikuwa anaona kwa sababu ndio amemuumba kunguru, kwa hiyo hakumuumba kunguru akiwa najisi. Vinginevyo Mungu angekuwa anajipinga kwenye ile Mwanzo 1:31. Inaposema Mungu akaona kile alichokiumba tazama ni chema. Sina kunguru naye aliumbwa. Kwa hiyo baadaye sasa inaokuja swala la unajisi ni kwa sababu ya kundi fulani tu. Lakini sio kwa ajili ya wote. Kwa hiyo kwa swali lako sasa, je, Roho Mtakatifu anaweza kawaambia hawa kula nguruwe na hawa usile? Ni kwamba Roho Mtakatifu anajua vipindi. Kwamba sasa tuko kwenye kipindi cha Agano Jipya. Na Agano Jipya lilianza lini? Agano Jipya lilianza siku Yesu amefufuka. Ule mwaka wa 33 baada ya Kristo. Ile Jumapili ile siku alipofufuka ndio siku Agano Jipya lilipoanza. Ukitaka mtazamaji wetu, ukitaka ujue Agano Jipya lilianza lini? Agano Jipya lilianza siku Yesu amefufuka. Na Agano la Kale liliishia siku ya Ijumaa jioni wakati Yesu yuko msalabani, kabla hajasema imekwisha na kabla hajaingia kaburini. Pale pote ni Agano la Kale. Lakini ile Jumapili tu mwamba alipotoka kaburini ndio Agano Jipya limeanza mpaka leo. Sasa huenda wewe unajisahau kwamba tuko kwenye Agano Jipya, alafu unauliza maswali kana kwamba uko kwenye Agano la Kale. Kwanza tutakucheka. La pili utaonekana mshamba hivi wa neno. La tatu tutakualika njoo uje uhudhurie vipindi vya Bible study makanisani kwako. Ili ujifunze, ujue vipindi vya Agano Jipya. Sasa mimi hapo kwanza huwa najiuliza swali moja. Kati ya Biblia ambayo ndio tuseme yale maandiko, zile scriptures, na Roho Mtakatifu, kipi chenye nguvu? Na je, kwa sababu tunaongoza kwa hayo maandiko yaliyoandikwa au tunaongozwa na Roho Mtakatifu? Ili swali najiuliza hivi kwa sababu kama mtu yeye amefunuliwa asile nguruwe, wewe ukasema bwana mimi Biblia nimesoma nimeona inafafanua kwamba nguruwe inatakiwa tu aliwe, lakini kumbe kwa kipindi hiki huyo mtu amefunuliwa kwamba inatakiwa kwa ile andiko lilivyosoma na jinsi hilo anavyoniongoza, naona kabisa hapa nisile nguruwe, labda nisifanye hiki, nisisali Jumapili, nisali Jumamosi, nishike Sabato kama ilivyosema, nisikubali Utatu Mtakatifu, Roho Mtakatifu ananionyesha hayo ni mambo ya kishetani. Tuongozwe na Biblia ilivyoandikwa maandiko au tuongozwe na Roho Mtakatifu? Kipi chenye nguvu kati ya hivi? Yaani unaposema tuongozwe na Biblia ndio unamsema Roho Mtakatifu huyo. Nimekuambia mtangazaji hapa nilipotaka nisome ukasema eleza tu. Inasema hivi, hakuna unabii katika maandiko. Si ndio unayoyaulizia? Hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa kuwa unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa wewe umeuliza swali unasema kwa hiyo tumfuate nani? Tumfuate Roho Mtakatifu au tufuate maandiko? Ndio maana nikakwambia lazima ufuate maandiko. Kwa sababu Roho Mtakatifu utamuona wapi saizi? Baada ya kupitia kwenye maandiko sasa, hapo ndio Roho Mtakatifu anaweza kuanza kukufunulia. Akakupa neno au akakupa ufunuo unayoitwa rema. Unaelewa maana ya rema? Tuna ufunuo za aina mbili, kuna rema na logos. Logos ndo huu tunaosoma kwenye maandiko leo. Lakini rema ni ufunuo wa papo kwa papo. Yaani kuna jambo linatokea papo kwa papo. Na likishatokea hilo papo kwa papo halijirudii tena. Kwamba labda nikiweka mkono ukiwaka moto mara moja, sio kwamba sasa kila siku uweke mkono. Okay. Na hapo ndio kwenye mchanganyiko wa watu hapo. Nitoe mfano wa rema. Yesu aliwaponya vipofu. Mmoja alimwekea mikono akaona, mwingine akatema tope afa akampaka akamwambia kanawe kwenye birika la Siloamu. Mwingine alimwekea mikono mara ya kwanza afa akamuuliza unaona nini? Akasema naona watu kama miti. Akamwekea mara ya pili akaona. Wote ni vipofu. Lakini umeona staili tofauti. Sasa ile ndio inaitwa rema.
Ila kuna wengine sasa wanaigeuza hiyo rema, wanaifanya logos, afu hawapati matokeo yanayokusudiwa. Ndio maana wengine wanaanza kuleta hata vitu vya ajabu ajabu kwenye madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo tatizo linakuja kwamba je, ufunuo unaoleta ni wa Roho Mtakatifu? Nakumbuka nimekuambia ukija ufunuo, kitu cha kwanza kinachotokea ni utiisho. Ni utiisho. Nikupe mfano. Umeongea habari ya sasa kwamba pengine mimi nitasali Sabato. Si ndio? Si tuko kwenye Agano Jipya? Na tunamuongelea Roho Mtakatifu. Wasomaji wote wa Biblia waulize, Roho Mtakatifu duniani alikuja siku gani? Yani wala huhitaji kusumbuka sana. Watakwambia Roho Mtakatifu duniani hapa alipotumwa na Yesu alikuja siku ya Pentecost. Pentecost ni nini? Pentecost ni neno la Kiyunani ambalo maana yake 50. Aha. Kwa hiyo Roho Mtakatifu duniani alikuja siku ya 50. Siku ya 50 kwa siku zetu hizi za leo ni siku gani? Jumapili. Ni siku ya Jumapili. Si umeona? Okay. Sasa kama Roho Mtakatifu aliamua kuja siku ya Jumapili ambao ni siku ya 50, alafu wewe uendelee kuleta ubishi, unambishia hata Roho Mtakatifu. Yaani ni kama nasema, wewe Roho Mtakatifu ulikosea kuja Jumapili. Okay. Wakati yeye anajua kabisa kwamba kwenye unabii wa nafsi ya mwana alikuwa anasema nitakwenda kusurubiwa na siku ya 3 nitafufuka. Umeona? Siku ya 3 nitafufuka. Alikuwa anasema na yameandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo kweli mwana akiwa kwenye nafsi ya pili ya uungu, yani mwana baada ya kufufuka, alifufuka kweli siku ya 3, ambao leo ndio tunaita siku gani? Kibiblia inaitwa siku ya kwanza ya juma. Mathayo sura 28. Siku ya kwanza ya juma, au Luka sura 24. Siku ya kwanza ya juma.